sababu kuna changamoto ambazo wamezisema. Sasa wananipa mimi kwa mgeni rasmi alafu ni rais wa chama. Lakini washukuru sana kwa mashirikiano ya pamoja. Changamoto ambazo ziliibuliwa mwaka jana, nakumbuka zilikuwa changamoto 7. Leo zipo 3. Kujipongezeni. Kumbe hii siku wanawake si tu kwamba sisi tunaifanya kama ni sherehe kwa ndio basi. Tunafanya tathmini. Tunaangalia tulipotoka. Kutoka wapi? Tunaangalia hapa tulipo. Na tunataka kwenda ni wapi? Sasa kama mwaka jana tulikuwa na changamoto 7, mwaka huu tuna 3. Mungu atujalie nazo hizi tumalize, ili mwakani msione changamoto tena ya kusema wale kwa watu tumemaliza haya. Lakini hizi zinahitaji mashirikiano ya pamoja, lakini pia zinahitaji na commitment ya mtu mwenyewe. Naomba niombe mwenyekiti wa kamati, kwa sababu ofisi ya katibu mkuu nilishaielekeza kuandaa ajenda ambazo tutazipeleka Wizara ya Elimu kuhusiana na kero walizonazo walimu. Basi katika ajenda zile, kama hii ya uhamisho wa walimu kuwafuata wenza wao kama haimo, basi tumkere wala sikumkera, ni kumwomba katibu mkuu kwamba hii nayo iwe ni moja katika ajenda ambazo tutazipeleka kwa mheshimiwa au kwa wizara yetu ya elimu na mafunzo ya amali. Chama cha walimu, na si cha walimu peke yake, chama cha wafanyakazi, moja ya kazi yake ni kupigania na kutetea maslahi, haki na mazingira bora ya kazi. Ninavyoamini, narudia tena, na ninavyoamini mimi, kama mume yupo Unguja, mke yuko Pemba, mazingira bora ya kazi yanaathirika. Ili moyo na nafsi tulizane na mwajiriwa ajihisi kwamba yuko kwenye mazingira huru na mazingira bora, basi mwenza wake lazima kwamba wawe pamoja. Sasa kama hivyo ndivyo ilivyo, wapo walimu wana muda mrefu zaidi ya miaka 20, wenza wao wako Unguja, wao wanafanya kazi Pemba. Kwa hiyo zile ajenda ambazo tutazisukuma kwa juu ya walimu, matatizo walionayo, na hiyo ni moja. Niwaombe sana kwamba tushirikiane na katibu mkuu tuhakikishe hasa kwamba hii nayo imeingia, kwa sababu kama hatujafikisha kule, basi uhamisho unakuwa bado unashika. Na ikishindikana pale wizarani, basi chama tutaangalia mazingira kutaka kuona uongozi wa juu, kama ni makamu wa pili, kama ni rais, kuzungumzia swala hili na uhamisho hawa wawenza. Kwa hivyo naombe sana. Changamoto nyingine inahusiana kukosekana kwa baadhi ya miundombinu katika baadhi ya skuli. Mfano, kukosa vyumba vya kubadilishia nguo au kukosa masuala mengineyo. Niombe sana walimu wawakilishi, ninavyoamini skuli unakuwa na mpango kazi wa mwaka, skuli inakuwa na budget, na kwa sasa wawakilishi wale wengi ni wanawake,
kwa sababu tusifichane, wanachama wengi ni wanawake. Wanawake ongeleni sana. Chama kinajivunia wawakilishi viongozi wanawake, wanachama wanawake, kwa sababu zaidi ya 70%. Na hii imekuja kwa sababu hata huko skuli ndivyo ilivyo. Kuna skuli hazina mwalimu mwanamume hata mmoja, wote wanawake 100%. Kuna skuli kuna mwanamume mmoja tu kama roho, maana sio kama dawa, kama roho. Na kuna nyingine zina wawili. Nyuma tunakotoka ilikuwa skuli kuna walimu wanaume, wanatafutwa walimu wanawake kwenda pale skuli. Lakini leo sivyo ilivyo. Naomba nichukue nafasi hii kukupongezeni sana wanawake, kwa sababu hata ufaulu wa wanafunzi wetu kwa asilimia kubwa ni wanawake. Tena ufaulu kwenye masomo ya science, ufaulu kwenye madaraja ya juu, daraja la kwanza, la pili na la 3 ni wanawake. Hongereni sana. Idadi ya ufaulu wa wanafunzi wa kike wanaofeli imepungua sana, ni ndogo ukilinganisha na idadi ya wanafunzi wa kiume ambao wanafeli.